Namwamini Mungu, niaminini na mimi. Yesu anasema kama tunamwamini Mungu, tumwamini pia na yeye Yesu. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, Na kama sivyo, ndiyo ningaliwaambia. endelea. Maana naenda kuandalia mahali. Safi. Basi na mimi nikienda kuandalia mahali, Ndiyo. Nitakuta tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi muwepo. Nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo Yesu angependa katika makao yake ya milele ambaye anaenda kutuangalia na sisi tuweze kuwa pamoja naye. Hilo ndilo kusudi la Yesu. Kwa hiyo tunawalika tuweze kuangalia ujumbe wa pekee. Soma andiko. Naendelea kusema mstari wake ni wa 4. Haya, sasa enda Mathayo 24. Mathayo 24. Mahali ulikuwa unaendelea mstari wake ni wa 45. 45 inasema hivi. Mathayo 24. Inasema basi. Ndiyo. Inasema ni nani basi? Ndiyo. Yule mtumwa mwaminifu mwenye akili. Yesu akauliza kipindi cha mshuhudiani, nani mtumwa aliye na akili ambaye ni mwaminifu, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, ndiyo awape watu chakula kwa wakati wake. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kulingana na Biblia kuna chakula cha wakati. Kuna chakula cha wakati. Chakula cha wakati. Sasa chakula katika neno inamaanisha nini? Kitabu cha Mathayo 4 na mstari wake wa 4. Mathayo 4 mstari wake ni wa 4. Soma andiko. Maandiko matakatifu inasema. Kwa hiyo Yesu anaposema ya kwamba kipindi cha mshuhudiani anauliza ni nani mtumwa mwaminifu aliye na akili ambaye bwana wake ameweka juu ya nyumba yake awapatie watu chakula cha wakati. Chakula maana yake ni neno ama ujumbe. Sasa chakula ni neno. Soma kitabu cha Mathayo 4 na mstari wake wa 4. Inasema naye akajibu akasema. Yesu akajibu akasema, imeandikwa. Sasa Wakristo wengi siku ya leo ukiwauliza swali wanaanza kupea ndivyo. Baba aseme kama Yesu imeandikwa. Yesu anasema imeandikwa. Sasa soma, mtu hataishi kwa mkate tu. Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo chakula ni neno. Ujumbe wa mwisho duniani, Yesu anauliza nani aliye na akili ambaye atapeana ujumbe wakati ama chakula cha wakati, present truth ama ujumbe wakati. Yesu akasema kitabu cha Mathayo, Yohana. Kitabu cha Yohana 4 na mstari wake wa 34. Soma andiko hilo. Unasema chakula changu ndicho hiki. Yesu akasema chakula changu ndicho hiki, nifanye mapenzi ya yule ambaye aliyenipeleka. Twende. Mstari wake ni wa malizia andiko vizuri msomaji. 4:34 inasema hivi. Ubarikiwe. Inasema 34. Twende. Inasema Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki. Yesu akasema chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, ndiyo nikamalize kazi yake. Kwa hiyo kuna ujumbe ambao Yesu ametupatia, kazi ambayo ametukabidhi, na ni kwamba tuweze kukamilisha kazi ama kumaliza kazi. Sasa Yesu alipopewa kazi kufanya dunia hii, alipokuja mara ya kwanza ilikuwa ni kupeana ujumbe. Sasa naye akatuma wanafunzi wake na watumwa wake ya kwamba wapeane ujumbe wa mwisho duniani utakao kukamilisha kazi. Sasa leo tunataka tuangalie ujumbe wa pekee ambao Yesu ametukabidhi. Tunaweka utangulizi tu wa ujumbe ambao tutakuwa nao hapa kwa muda wa majuma mawili. Majuma mawili tutakuwa hapa tukiangalia ujumbe ambao Yesu anakusudia watu wa dunia nzima wapate kuelewa. Sasa ukiangalia kitabu cha Mathayo ili tuelewe ujumbe gani tunaofaa kupeana. Ukiangalia kitabu cha Mathayo 24 na mstari wake ni ule wa 3. Inasema, ndiyo, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Sasa Yesu wakati mmoja alipokuwa ametulia katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema. Wanafunzi wa Yesu wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, ndiyo, mambo haya yatakuwa lini? Kwa hiyo kuna mambo ambayo wanafunzi wa Yesu walitaka kuelewa. Wakauliza Yesu, je, mambo haya yatakuwa lini? Na ni nini dalili ya kuja kwako? Ni nini dalili ya kuja kwa Yesu na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo ina maana ya kwamba kuna dalili ambazo Yesu alitaka kupea wanafunzi wake. Na wanafunzi wake walimuuliza, nini dalili ya kutuonyesha kwamba wewe uko karibu kurudi? Na dalili ya mwisho wa dunia, nini kitatuonyesha wewe Yesu? Sasa ni kusudi la Yesu ya kwamba watu wake waweze kuelewa dalili ambazo Yesu alipeana katika hekima yake
maana Yesu ndiyo Bwana wetu, yeye ndiyo mkombozi wetu, na yeye ndiyo mwokozi wetu. Amina. Sasa je, alijibu hiyo swali na akaweza kupeana dalili hizo? Soma andiko. Yesu akajibu akawaambia, Ndiyo. angalieni, Kitu gani? mtu asiwadanganye. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kipindi cha duniani kutakuwa na udanganyifu. Sasa sikiza mzee, wewe unajua kwamba kipindi cha duniani watu watadanganyika. Soma andiko. Inaendelea mstari wa 5 akisema, Nini? kwa sababu wengi Eh? watakuja kwa jina langu wakisema, Hawatakuja kwa jina la shetani. Watakuja kwa jina la Yesu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. kipindi cha duniani watu watakao kuja kudanganya watu si watu ambao watakuja kwa jina la shetani, bali watakuja kwa jina la Yesu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya watu wengi. Sasa ni kina nani hao? Mstari wa 11. Mstari wa 11 inasema hivi, mstari wa 11. Safi. Biblia inasema na manabii wengi wa uongo. Yesu akasema manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa hiyo kumbe ni manabii wa uongo. Watu watatokea wakijiita manabii wakisema I am a prophet, mimi ni nabii, nao watadanganya watu wengi, na watakuja kwa jina la shetani, watakuja kwa jina. Lakini kabla tujaendelea kuangalia dalili hiyo, maana hiyo ndio nataka tuangalie kama dalili ya mwisho, nataka kwanza tuangalie dalili zingine ambazo zinahusiana kipindi cha duniani, alafu tuangalie hiyo dalili ya manabii wa uongo ambao watadanganya watu. Sasa mtumishi, dalili ya kwanza ambayo nataka tuangalie hapo mstari wake wa 6 kama sijakosea, inasema twende. Nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Yesu akasema tutasikia vita kipindi cha duniani na hata matetezi ya vita. Sasa mtumishi, siku ya leo watu wanasumbuliwa na kitu gani? Corona. Kitu ambacho kinahusiana na vita. Vita. Nini kinasumbua watu? Mataifa yanapigana. Mataifa yanapigana, na hata juzi tukasikia Amerika wakisema sijui watasaidia Korea gani ili kushambulia na watu. Ni kweli. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kipindi cha duniani kutakuwa na vita na matetezi ya vita. Itakuwa ni moja ya dalili za mwisho duniani. Sasa hivi watu wanasumbuliwa na kitu kinaitwa terrorism, mambo ya Al-Shabaab, ugaidi, Al-Qaeda, Boko Haram. Hizo ni matetezi ya vita. Yesu anasema itakuwa vita na matetezi ya vita, itakuwa kipindi cha duniani, na itakuja kuonesha hapa jinsi mambo ya ugaidi ama mambo ya Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram yalivyotajwa katika Biblia yatakuwa kipindi cha duniani, itakuja kuonyesha na Biblia. Sasa hiyo ni moja, vita na matetezi ya vita. Angalieni, ndiyo, msishtushwe. Yesu anasema angalieni, msije mkasitushwa. Kwa nini? Maana hayo hayana budi kutukia. Asante. Kwa hiyo Yesu akasema hayo lazima yafanye nini? Yatukie. Kwa hiyo Yesu akasema lakini ule mwisho bado. Asante. Kwa hiyo Yesu akasema kutakuwa na vita na matetezi ya vita, na hayo lazima yafanye nini? Yatukie, lakini ule mwisho bado. Kwa hiyo jambo la kwanza, kutakuwa na vita na matetezi ya vita, kama hivi vile unavyoona, kutakuwa na vita na matetezi ya vita duniani. Hiyo ni dalili moja katika dalili ambazo zitakuwa kipindi cha duniani. Dalili ya pili, mtumishi, dalili ya pili hapo endelea, mstari wa 7 inasema twende. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Yesu akasema taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na ufalme utainuka kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa, duniani. Kwa hiyo jambo la pili, kama na vita, dalili ya kwanza vita, dalili ya pili kutakuwa na nini? Na njaa. Kutakuwa na njaa duniani, kutakuwa na njaa, na pia ukiangalia na matetemeko ya nchi mahali. Asante. Kwa hiyo jambo moja, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi. Wewe ni shahidi ya kwamba unasikia mara mahali fulani kumekuwa na matetemeko ya nchi, mahali fulani kumekuwa na njaa, watu wanakufa na njaa. Hata nchi yetu ya Kenya unasikia maeneo fulani watu wamepatwa na njaa. Kwa nini? Ni dalili moja katika dalili ambazo Yesu amezungumzia zitakuwa kipindi cha duniani, kuonyesha Yesu hapo karibu kurudi. Kwa hiyo kutakuwa na njaa mahali, kutakuwa pia na matetemeko ya ardhi. Haya ni mambo ambayo Yesu
alisema ya kwamba itakuwa kipindi cha duniani. Kwa hiyo lazima tujiandae na tuwe tayari kwa ajili ya kurudi kwake Yesu mara ya pili, maana mambo hayo hayana budi kuwapo. Mambo hayo hayana budi kuwapo kipindi cha duniani. Sasa hiyo ni njaa. Hata hapa Kenya walishuhudia. Jambo la pili, matetemeko ya ardhi. Matetemeko ya ardhi siku ya leo, unaona mambo ya kushtuka ambayo yanatokea duniani. Sasa malizia hiyo andiko, soma andiko, unaona matetemeko ya ardhi, mara mafuriko, inabeba manyumba, inabeba magari ya watu wanakufa. Si kwamba Mungu anataka watu wakufe, hapana. Nitakuonyesha mambo hayo yote, maporomoko ya ardhi inatokana na nini, nani anatokana nayo, maana si Mungu. Soma andiko hiyo. Inasema hivi mstari wa 7. Lakini Yesu alisema mambo hayo lazima itakuwa duniani kabla Yesu hajarudi. Soma andiko. Haya yote ndiyo mwisho wa utungu. Ndiyo mwanzo wa utungu. Ubarikiwe. Enda Luka 21 na naomba nisomee mstari wake wa 11. Mathayo 21. Ndiyo. Luka 21 naomba nisomee mstari wake wa 11. Luka 21 aya yake ya 11. Barikiwa. Inasema hivi 11. Haya. Inasema kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi. Na njaa itakuwa duniani. Na tauni. Na kutakuwa na tauni. Sasa mtumishi, ni tauni gani saa hii inasumbua ulimwengu? Hii ilikuwa ni mafuriko, ni bahari, hii ilikuwa ni tsunami. Unaona vile iliangamiza manyumba, magari. Ndiyo, mtu aliamka asubuhi akifikiria atarudi kwake kwa nyumba akiwa salama. Mwingine akaamka asubuhi akafikiria katika nyumba yake atakuwa salama. Kumbe ile nyumba ilikuwa imebeba na mafuriko, na huko hapo amepeana maisha yake kwa Yesu. Sasa kuna hatari kubwa ya kuishi maisha haya kabla hujapeana maisha yako kwa Yesu. Kwa nini? Jambo lolote linaweza tokea kwako na linaweza kukuangamiza, na hata matajiri hata wao wanaangalia. Sasa ndiyo maana Yesu angependa na ili kwamba tunapoona mambo haya tuweze kujua kwamba Yesu karibu kurudi. Sasa soma andiko hiyo. Ninaendelea kusema. Ndiyo. Inasema kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi. Soma. Na njaa na tauni mahali. Na kutakuwa na njaa na tauni mahali. Tauni ni nini? Wakati tunazungumzia tauni, tunazungumzia kitu kinaitwa pestilences, pandemics, epidemics. Hizo nini tunaita hivyo? Ni magonjwa sugu ambayo watu inafanya waofie. 21 Luka mstari wake naomba nisomee wa 26. Yesu alisema kipindi cha duniani kutatokea mpaka magonjwa na mambo ambayo yatafanya watu washtuke, ifanye watu waofie ndani ya mioyo yao. Soma andiko hiyo. Anasoma vizuri mtumishi. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Kwa ina maana ya kwamba kuna mambo ambayo itafanya watu wavunjike mioyo yao kwa hofu, kama vile saa hii. Nini kinafanya watu waofie? Ambayo ni tauni, corona. Saa hii wacha hata maskini, hata matajiri, hata viongozi wa dunia hii wanaofia. Kwa nini? Corona, tauni. Yesu alisema magonjwa kama tauni yatatokea. Sasa mtumishi, na wakati watu wanaofia, kwanza soma andiko hiyo alafu ukoeshe kitu. Inasema twende. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Yesu akasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Asante. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yatapata ulimwengu yatakayofanya watu waofie. Kuna mambo ambayo ilikuipata ulimwengu kama vile corona, magonjwa ambayo yanafanya watu waofie. Sasa Yesu alisema magonjwa kama tauni yakitokea duniani, je, watu wanafaa kufanya nini? Wanafaa wavae maski ama wanafaa kufanya nini? Hela kitabu ni cha Mambo ya Nyakati. Natumai umenishika. Mambo ya Nyakati sura ya 2:7. Naomba nisome mstari wake wa 13. Mambo ya Nyakati. Je, mambo yakitokea kama magonjwa tauni, magonjwa ambayo yanafanya watu waofie, je, ikipata watu, Yesu alisema watu wafanye kitu gani? Mambo ya Nyakati wa 2:7-13.
13 inasema hivi, mtumishi wa Mungu barikiwa. Amina. Inasema, Twende. nikizifunga mbingu Ndiyo. isiwe mvua, Twende. tena nikiamuru nzige kula nchi. Yesu akasema nikiamuru nzige kula nchi. Au. Tulia kwanza. Hapa Kenya tuliona nzige. Ndiyo. Nzige walikuja Kenya Kabisa. Sasa Yesu akasema nikiachilia hata nzige, soma andiko. Au nikiwapelekea watu wangu tauni. Ati Yesu akasema nikipelekea watu wangu nini? Tauni. Ati nikiwapelekea nini? Tauni. Kwa hiyo Mungu anaweza kubali tauni ikuwe duniani, magonjwa kama ya corona ikuwe duniani, ifanye watu waofie. Soma andiko. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, kama watu wa Mungu wanaoitwa kwa jina la Mungu watajinyenyekesha. Ati watafanya nini? Watajinyenyekesha. Si waanze kujitukuza na kujiinua. Maandiko anasema wakijinyenyekeza na kuomba. Ati na kufanya nini? Na kuomba. Na kutafuta uso. Na watafute uso wa Bwana na kuziacha njia zao mbaya. Kumbe watu wameacha njia za Bwana, wamefuata njia zao mbaya. Na hivyo wanahitajika wafanye nini? Wanyenyekee, waombe hata msamaha kwa Mungu, na waache njia zao nini? Mbaya. Malizia andiko. Basi nitasikia kutoka mbinguni. Bwana amesema atasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao, na atasamehe watu wake dhambi yao, na kuiponya ndiyo nchi yao. Kwa hiyo tukitaka nchi yetu ya Kenya iponywe na Mungu, tutegemee nani? Tutegemee nani? Tutegemee Mungu. Tuombe nani? Mungu. Tuachane na nini? Na dhambi na maovu. Kwa hiyo wapendwa, hata tukiwa hapa tutaonyesha watu ni maovu gani ambayo wameshikilia imefanya dunia hii ipate na laana. Kitabu cha Isaya 24 inatuonyesha kwamba kile kinafanya dunia ihuzunike, dunia iomboleze, ni kwa sababu watu wameacha njia za Bwana, wanafanya maovu, wanaenenda kulingana na mapenzi yao, si kulingana vile Mungu amesema. Lakini Mungu angependa wote waokolewe. Soma andiko hiyo. Mstari wake ni 3. Anzia 4. Mathayo 24 mstari wa 4. Maandiko yanasema Isaya inasema hivi, dunia inaomboleza. Yesu anasema ama maandiko yanasema kwamba dunia hii ambayo tunakaa inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika. Unazimia. Ndiyo. Watu wakuu wa dunia ndiyo wanadhoofika. Unaona hata viongozi yaani viongozi wa serikali hata wao wanaofia. Soma andiko. Mstari wa 5 inasema tena, dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoika. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria. Unaona watu wengi wameasi sheria za Mungu. Ndio maana unaona watu wengine wanatembea nusu uchi, wengine wanafanya vile wanataka, wengine ni wakora, wengine ni wafisadi na wanajiita watu wa Mungu. Wakikutana wanakuambia Bwana asifiwe sana, nimeokoka na mpenda Yesu. Lakini ukimwangalia akitembea, unapata ya kwamba huyu huwezi kusema kwa yeye ni Mkristo na kwamba ameokoka. Ni kwa sababu gani? Watu wanamdhihaki Mungu na wameingia katika hali ya maovu, wameachana njia za Bwana hata wakiwa wanajidai kuwa Wakristo. Sasa mtumishi, dalili nyingine ya mwisho ambayo nataka tuangalie jioni ya leo, na hiyo ndio itatusaidia kuweka utangulizi wa ujumbe wa pekee ambao tutakuwa nao hapa majuma mawili. Soma andiko hiyo, kitabu cha Mathayo 24. Sasa naomba nisome mstari wake wa 24. Sasa Mathayo 24 mstari wake wa 4 inatuambia kwamba kipindi cha Herodiani kutatokea watu walio na jina, watakuja kwa jina la Yesu, nao watadanganya watu wengi. Na tukaambiwa hao watu mstari wa 11 kwamba ni manabii. Sasa rudia andiko kwanza, 24 mstari wa 11. 11 inasema hivi. Ndiyo. Na manabii wengi wa uongo. Yesu akasema na manabii wengi wa uongo watatokea. Twende. Na kudanganya wengi. Aya, maandiko yanasema manabii wengi wa uongo watatokea na watadanganya wengi. Malizia andiko. Inaendelea kusema mstari wa 24. 24 nasema kwa maana safi watatokea makristo wa uongo. Yesu akasema kipindi cha Herodiani kutatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Twende. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Twende. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hebu tulia. Yesu alisema ati kutatokea makristo wa uongo
na hata manabii wa uongo, nao watatoa miujiza mikubwa na hata maajabu, ili wapate kudanganya hata ikiwezekana hata walio Wakristo wa kweli. Wateule. Hebu angalia kama huyu. Kwa nini unaona kwamba kisicho duniani watatokea manabii wa uongo? Hebu angalia. Na watafanya miujiza mikubwa na maajabu, ili wapate kudanganya hata ikiwezekana hata wateule. Wakristo watakusanyika kipindi cha duniani. Sasa angalia kama huyu, unataka kuonyesha kile atafanya. Watafanya miujiza na maajabu ya kudanganya watu. Angalia. So I'm going to give them food from above. Sasa angalia manabii wa uongo. Yesu alisema atakuwa kipindi cha duniani. People are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Sasa huyo ni mhubiri na anajiita nabii, lakini anadanganya hawa atawapatia chakula kutoka mbinguni, na anawaambia anaweka pepo ya mbuzi. Anaweka pepo ya mbuzi, wanaanza kulia kama mbuzi. Sasa anawaambia ndio kwa kule chakula cha mbinguni. Sasa angalia chakula cha mbinguni ambacho wanapewa, uniambie ni Yesu gani aliyepewa watu chakula kama hiki kwa kule? Na asema ni cha mbinguni. Angalia vile dunia imedanganyika na ulimwengu umedanganywa, na watu wanataka mambo yawe hivyo, wadanganyike. Na wewe angalia, wameweka mapepo. Na ndio maana unaona wahubiri wengi siku ya leo wameenda wamechukua mapepo, majini, wanatupia watu wanaanguka, wanatupia wengine wanakula nyasi, na watu wanaona kana kwamba ni mambo ya Mungu. Hii si mambo ya Mungu. Sasa Yesu alisema manabii wa uongo watatokea, nao watadanganya watu wengi, na ndio maana unaona wengi wamedanganyika na manabii wa uongo. Angalia, watu wanakula nyasi kwa jina la Yesu, wanaambiwa. Sasa mambo kama Yesu akusema manabii wake wafanye. Hii ni mambo ya ukora mkubwa wa manabii wa uongo. Wanadanganya watu, wanafanya miujiza. Kwa miujiza ambayo wanafanya si ya Mungu, ya shetani, lakini wanajidai kufanya miujiza kwa jina la nani? Jina la Yesu. Ndio wanatumia jina la Yesu vibaya. Ndio maana Yesu akasema hivi, msemaji Mathayo 7. Naomba nisomee kwanza mstari wake ni ule wa 20 na angalia. Sasa mhubiri amedanganya watu, amewatupia pepo ya mapepo ili wakule nyasi, na akawaambia anawaambia ni chakula kizuri. Angalia, mhubiri anadanganya watu, wanakula nyasi, anawaambia ni chakula mbinguni, na anawaambia ni muujiza amefanya. Sasa Yesu hakusema atafanya muujiza. Yesu alisema wewe watoto, Yesu alisema ya kwamba kipindi cha duniani shetani atafanya miujiza mikubwa akitumia manabii wa uongo, ambao atafanya miujiza mikubwa na maajabu ili wapate kudanganya hata ikiwezekana hata Wakristo wadanganyike. Sasa mtumishi, ndio maana Yesu akasema kitabu cha Mathayo 7, umefika pale? Nimefika. Naomba nisome mstari wa 21. Inasema si kila mtu aniambie Bwana Bwana, hata wahubiri si yeyote ukisikia akisema Bwana Bwana twende atakaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Bali ndio ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Twende. Wengi wataniambia ndio siku ile, watu wengi watakuja kwa Yesu siku ile, Bwana Bwana, wakisema Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Watasema, je, hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kutoa pepo? Watasema, je, kwa jina lako hatukutoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Kwamba watasema hata miujiza walikuwa wanafanya. Malizia ndiko. Ninaendelea kusema ndipo. Ndio. Nitawaambia dhahiri. Yesu atawaambia dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu. Twende. Ninyi mtendao maovu. Tulia. Kwa hiyo unaweza fanya miujiza mikubwa, lakini uko wewe bado unaendelea kutenda maovu. Hujaachana na dhambi.
unajatana na maovu, unatenda maovu. Sasa Yesu angependa na ile kwamba kipindi cha duniani si lazima ufanye miujiza ili tujue kwamba ni mtumishi wa Mungu. Hebu soma kitabu cha Yohana 10 mstari wake 10:41. Yohana 10. Barikiwa. Ndio hiyo. Si lazima ufanye miujiza ili tukujue kwamba ni mhubiri ama tukujue ni mtumishi wa Mungu. Unaweza kuwa mtumishi wa shetani na ufanye miujiza. Soma andiko hiyo. Inasema, twende. Na watu wengi Ndio wakamwendea wakasema, ndio, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote. Yohana kweli hakufanya muujiza wowote, lakini yote aliyoyasema ndio Yohana katika habari zake huyu yalikuwa kweli. Yohana Mbatizaji hakufanya muujiza wowote, lakini yote ambayo Yohana Mbatizaji alifundisha yalikuwa ni kweli. Kweli ni nini? Yohana 17:17. Watakase na ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Tulia. Kwani Yohana alifundisha neno la Mungu ambalo ni kweli na hakufanya muujiza wowote. Sasa swali, siku ya leo wahubiri wanaojidai wanafanya muujiza, je, wanafuata neno la Mungu ama wanafanya kulingana na mapenzi yao? Yesu akasema si wote waniendea Bwana watakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo la muhimu si kufanya muujiza, la muhimu ni kufanya mapenzi ya Baba mbinguni. Amina. Sasa Yohana hakufanya muujiza wote na alikuwa ni nabii. Je, alikuwa ni nabii? Wacha tudhibitishe. Mathayo 11. Mathayo 11. Naomba nisome mstari wake ni wa anzia hata 7. Je, Yohana alikuwa ni nabii? Maana maandiko yanasema Yohana kweli hakufanya muujiza wote, lakini yote aliyofundisha Yohana yalikuwa ni kweli. Kweli kwanza ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Yohana 17:17. Kweli tena ni nini? Yesu ni kweli. Yohana 14 mstari wa 6. Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hivyo Yesu ni kweli. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alielekeza watu kwa Yesu kama kweli. Yohana Mbatizaji alihubiri neno la Mungu kama kweli. Kweli tena ni nini? Zaburi 119 mstari wake ni wa 142. Zaburi 119 mstari wake ni wa 142. Haki yako ni haki ya milele na sheria zako ni kweli. Kwa hiyo Yohana pia alielekeza watu kwa sheria za Mungu. Sasa mtumishi, naam, soma andiko. Inasema mstari wake ni wa 7 Yohana 11. Mathayo msomaji. Mathayo 11 ndiko hapo. Mstari wa 7. Inasema hivi. Twende. Na hao walipokwenda zao, wale watu walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana. Akaanza kuambia makutano habari za Yohana Mbatizaji. Mlitoka kwenda nyikani. Ndio. Kutazama nini? Soma. Unyasi ukitikiswa na upepo. Twende. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Soma msomaji. Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Twende. Tazama. Ndio. Watu wavao mavazi mororo wako wapi? Wamo katika nyumba za wafalme. Soma. Lakini kwa ninyi mliotoka. Kwa nini mlitoka? Kwa nini mlitoka? Twende. Na kuona nabii. Mlienda kuona nabii? Naam. Nawaambia. Ndio. Na aliye mkuu zaidi ya nabii. Kwa Yohana Mbatizaji alikuwa ni zaidi ya manabii wote. Alikuwa ni mkuu kuliko manabii wote, lakini hakufanya muujiza wote. Kwa hivyo si lazima mhubiri wa kweli afanye muujiza ili tujue ni mhubiri wa kweli. Tutawajua wahubiri wa kweli kama watahubiri kweli. Sasa mtumishi, naam, naomba tuweze kuangalia, je, hawa manabii wa uongo walitoka wapi? Nani amewatuma? Maana si Mungu amewatuma. Mungu hawezi kutuma manabii wa uongo, maana Mungu ni mkweli, si muongo. Sasa manabii wa uongo, nani muongo aliyowatuma? Kitabu cha Yohana 8:44. 8:44 kitabu cha Yohana. Barikiwa. Nani muongo aliyowatuma hawa manabii wa uongo? Soma andiko hiyo. Inasema, twende. Mstari wake ni 44 kitabu cha Yohana 8. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yesu akasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba zenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama
katika kweli, twende. kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Ndiyo. Asemapo uongo, Ndiyo. kusema yaliyo yake mwenyewe, Kwa nini? kwa sababu yeye ni mwongo Na baba wa huo. tulia, kwa hiyo shetani ni muongo na yeye ni baba wa uongo. Kwa hiyo hata manabii wa uongo nani amewatuma? Shetani. Shetani ndiye amewatuma. Sasa unaona, kwa hiyo Bwana ako na watumwa wake, shetani ako na watumwa wake. Watumwa ni wawili dunia mzima, watumwa wa shetani na watumwa wa Bwana. Sasa mtumishi, Naam. Mathayo 12:30. Mathayo 12:30. Wacha nikuonyeshe wewe ni mtumwa wa nani kidogo tu. Angalia, maandiko yanasema kuna watumwa wa Bwana na kuna watumwa wa shetani. Kwa sasa shetani yako na watumwa wake. Soma andiko hilo. Mstari wake ni wa 30. Kitabu cha Mathayo 12:30. Soma. Asema mtu asiye pamoja nami Ndiyo. yu kinyume changu. Yesu akasema mtu asiye pamoja nami yuko kinyume changu. Kwa hiyo hakuna neutral ground, hakuna kukaa katikati. Kama uko upande wa Yesu, wewe uko upande wa shetani. Shika hiyo point. Soma andiko. Na mtu asiyekusanya pamoja nami, Na mtu ambaye akusanyi pamoja na Yesu hutapanya. anatapanya. Kwa hiyo ndio unakusanya pamoja na Yesu, hapo unatapanya. Hakuna kukaa katikati. Lazima uko upande wa Yesu ama uko upande wa shetani. Kama uko upande wa Yesu, uko upande wa shetani. Hakuna kukaa katikati. Yesu alisema wale wako katikati atawatema, atawatapika. Wale ambao ni fugufugu. Wale ambao ni fugufugu, Yesu alisema atawatema. Sasa hakuna kukaa katikati. Yesu alisema aidha uko upande wake ama uko upande wa shetani. Hakuna kukaa katikati. Ni aidha unasupport kazi ya shetani ama kazi ya Yesu. Shika hiyo point vizuri. Ni aidha kazi ambayo unasupport dunia hii ni ya Yesu ama ni ya shetani. Aidha unapeana ama unasupport ama unatia nguvu kazi ya shetani ama kazi ya Yesu. Na kazi ya Yesu iko dhahiri, kazi ya shetani iko dhahiri. Sasa mtumishi, Naam. tunaendelea katika maandiko. Tunaangalia je, huyu shetani, maana tumeona manabii wa uongo kwamba yeye ni shetani, Ni kweli. lakini watumwa wa Bwana wao na baba yao ni baba wa mbinguni. Watumwa waaminifu walio na akili watakaopeana chakula cha wakati. Sasa mtumishi, Naam. tutawajua leo wahubiri wa kweli wanaopeana chakula cha wakati. Lakini kidogo hebu tuangalie hawa baba ya shetani. Shetani alitoka wapi? Bwana tunajua kwamba Mungu chochote ambacho aliumba kilikuwa ni kizuri. Shetani katoka wapi? Na chochote ambacho Mungu aliumba aliona ni kizuri. Naomba nisomee Mwanzo 1, nisomee kwanza mstari wake wa 31. Nikuonyesha kwamba Mungu chochote alichoumba kilikuwa ni kizuri kabisa. Hakuna chochote ambacho kilikuwa na kasoro. Sasa shetani alitoka wapi? Soma andiko hiyo. Mwanzo 1:31. Twende. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, Ndiyo. na tazama ni chema Kwa sana. hiyo chochote ambacho Mungu aliumba, iwe ni bahari, iwe ni miti, iwe ni miti, iwe ni wanadamu, chochote ama malaika, chochote ambacho Mungu aliumba kilikuwa ni chema sana. Hata malaika wa mbinguni aliyoomba Mungu aliangalia na akasema chochote alichoumba kilikuwa ni chema sana. Sasa shetani katoka wapi? Naomba nisomee kitabu cha Ezekieli 28. Ezekieli 28. Naomba uanzie mstari wake wa 13. Utapata ya kwamba Bwana aliumba mpaka malaika wa mbinguni. Na malaika wa mbinguni ukiangalia kitabu cha Zaburi 103 mstari wake wa 19 inatuonyesha kwamba malaika wa mbinguni wanashika hata neno la Bwana, neno la Mungu mbinguni. Sasa hebu sikia, hebu kwanza weka kidole hapo. Weka kamba hapo, enda ulisomee kitabu hata malaika ambao Mungu aliwaumba walio mbinguni. Bwana anajua kwamba anafaa kutunza neno lake. Kwa hiyo ina maana ya kwamba neno la Mungu limekuwa hata kabla ya mwanadamu kuumbwa. Sasa naomba uniangalie kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 19. Ni wa 20. Anzia 19, twende. 19 inasema hivi. Enda 20, soma 20 inasema 20 ndio inasema, twende. mhimidini Bwana, Ati Bwana anaosema tumwili malaika wamhimidi Bwana. enyi malaika zake, Kwa hiyo malaika wa Bwana wanamhimidi Bwana. Soma andiko. ninyi mlio hodari, Twende. mtendane neno lake. Ati malaika wa mbinguni waliodari wanatenda neno la nani? La Bwana. Unaona? Kwa hiyo malaika wote wa mbinguni wanatenda neno la Bwana. Kwa hiyo Bwana hatuambii tushike neno lake ambalo hata mbinguni alishiki. Hata mbinguni ni neno la Bwana linatunzwa. Hata mbinguni ni neno la Bwana linatunzwa. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ishie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Wewe umetamalaki mbingu
mbingu na hata nchi. Mamlaka yote iko mikononi mwako. Kusudi lako ni kwamba wanadamu wakapate kuokolewa. Wengi hata shetani amewasumbua, hata ameharibu akili zao, si kupenda kwao. Baba, hebu ingilia kati, leta amani katika mkutano huu. Uwe pamoja nasi tunapoendelea. Na ukiona ni vema mtu yeyote ambaye shetani amemsumbua kwa miaka mingi, uweze kuingilia kati na kumponya. Naomba ili kwamba mapenzi yako yatendeke, na ili kwamba jina lako likatukuzwe, wala mhubiri yeyote hapa asije akajitukuza na kujinua kwa njia lolote. Asante kwa kila jambo, kwa pamoja nasi tunapoendelea, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Sasa mtumishi, endelea na andiko. Inasema hivi. Twende. Mhimidini Bwana enyi malaika zake. Kwa hiyo malaika wa Bwana wanamhimidi Bwana. Ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Na malaika wa Bwana ni hodari katika kutenda neno la Bwana. Kwa hiyo ina maana kwamba hata malaika wa mbinguni wanatunza neno la Bwana, wanashika neno la Bwana. Andiko limesha inaendelea kusema, wakisikiliza sauti ya neno lake. Na wanasikiliza sauti ya neno la Bwana. Kwa hiyo hata malaika wa mbinguni, malaika wa Bwana wanashika neno la Bwana. Lakini katika malaika wa Bwana kuna malaika mmoja ambaye aliamua kuasi na kukataa neno la Bwana. Kitabu cha Ezekieli sasa 28 naomba nisomee 13. Malaika mmoja alikuwa anaitwa malaika Lucifer. Alikuwa ni malaika aliyeumbwa vizuri, ni mkamilifu katika kuumbwa kwake, lakini hatimaye akakataa neno la Bwana mbinguni. Kama vile wanadamu wameumbwa na Bwana, wamewekwa dunia hii na watakusudia kukataa neno la Bwana na wataangamizwa na shetani akiangamiza. Soma andiko hilo. Mstari wa 13. 28:13 Ezekieli. 13 inasema hivi. Inasema ulikuwa ndani ya Edeni. Maandiko yanasema malaika huyo alikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Katika bustani, shamba ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Huyu malaika, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chake. Yaani alikuwa ameumbwa na mawe ya thamani kama gani? Akiki. Ya kwanza ilikuwa inaitwa akiki, na yakuti manjano. Yakuti manjano, na almasi. Almasi, na zabarajadi. Na shohamu. Twende. Na yaspi. Twende. Na yakuti samawi. Soma. Na sumaridi. Sumaridi. Barhamani. Barhamani. Na ndiyo dhahabu. Dhahabu. Kazi ya matari yako. Ndiyo. Na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Twende. Katika siku ya kuumbwa kwako. Ndiyo. Zilitengenezwa tayari. Tulia. Kwa hiyo malaika Lucifer aliumbwa na mawe ya thamani, ndiyo ilikuwa ni kifuniko chake. Na katika mawe hayo ya thamani, mawe moja ambayo ilikuwa ya thamani kidogo ilikuwa ni dhahabu. Katika mawe hayo, ile thamani ya kidogo kabisa ilikuwa ni dhahabu. Dhahabu ambayo saa hii watu wanang'ania dunia hii, huwezi kuipata. Lakini hiyo ndio ilikuwa mawe dhamana kidogo kabisa iliyoumbwa na malaika, iliyokuwa kifuniko cha malaika Lucifer. Sasa huyu malaika Lucifer alikuwa mkamilifu katika njia zake tangu alipoumbwa, lakini nini kilifanyika? Soma andiko. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Point number 1. Malaika Lucifer alikuwa ni malaika ambaye alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta aliyefunika. Malaika Lucifer alikuwa ni kerubi. Makerubi ni malaika wanaofanya kazi gani? Naomba uende kitabu cha Kutoka. Weka kamba hapo, tutarudi hapo. Naomba uende kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 20 kama sijakosea. 25 mstari wake wa 20 msomaji. 25:20. Kitabu cha Kutoka msomaji. Inasema mstari wa 20 inasema hivi. Ubarikiwe. Na hao makerubi yatainua mabawa yao juu. Watainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema. Na walikuwa wanainua mabawa yao juu ili kufunika kiti cha rehema. Kwa hiyo kiti cha rehema kilikuwa kinafunikwa na malaika walikuwa wanaitwa makerubi. Kwa hiyo malaika Lucifer alikuwa ni mmoja wa malaika aliyefunika kiti cha Bwana cha rehema, kiti cha enzi cha rehema cha Bwana. Na ukiangalia kiti cha rehema, chini yake kulikuwa na sanduku la agano. Mtumishi, kulikuwa na sanduku la agano lililokuwa na amri 10. Kwa hiyo ina maana kwamba malaika Lucifer alitunza amri 10 zilizokuwa ndani ya sanduku la agano na kutia kifuli kiti cha rehema, na mahali ambapo Bwana alitulia ama alikuwa ameketi hapo alitia kifuli malaika Lucifer. Kwa hiyo alikuwa karibu sana na Mungu na alikuwa karibu sana na sheria za Mungu malaika Lucifer.
kabla hajaanguka alikuwa malaika mkamilifu na alikuwa karibu sana na Bwana. Alikuwa anafunika kiti cha rehema na alikuwa anafunika hata amri za Mungu, alikuwa anazilinda hizi. Alikuwa analinda mpaka amri za Mungu kule mbinguni. Lakini nikafanyika sasa rudi mahali nilikuwa nasoma Ezekieli. Hebu angalia nini Lucifer alifanya na ili kwamba afikie mahali ambapo anasumbua dunia mpaka amenua wanadamu ambao ni manabii wa uongo, wanatumia nguvu zake. Hata ingawa manabii wa uongo wanajidai kwamba wanatumia nguvu za Mungu na wanatumia jina la Mungu. Soma andiko msomaji. Inasema. Twende. Inasema mstari wake ni wa 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Malaika Lucifer alikuwa ni malaika kerubi mwenye kutiwa mafuta aliyotumika. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Ulikuwa ndani ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Twende. Ulikuwa mkamilifu. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Twende. Tangu siku ile ulipoumbwa. Kwa hiyo malaika Lucifer tangu alipoumbwa alikuwa ni mkamilifu. Soma andiko. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa malaika Lucifer nini kilionekana ndani yake? Uovu. Ni uovu ndio ulionekana ndani yake. Malizia andiko. Inaendelea kusema kwa wingi wa uchuzi wako. Kwa hiyo malaika Lucifer akaanza uchuzi. Akaanza uchuzi. Twende. Watu wako walikujaza udhalimu ndani yako. Na akajaza udhalimu ndani yake. Nawe umetenda dhambi. Kwa hiyo kile ambacho kilifanya malaika Lucifer kufukuzwa mbinguni ni kuwa mwovu na kutenda dhambi. Dhambi ni nini? Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. Dhambi ni nini? Ili tujue malaika Lucifer nini alifanya mbinguni ili akafukuzwa kutoka mbinguni. Sasa angalia. Dhambi ni nini? Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ni uasi. Kuasi nini? Isaya 24 mstari wa 5. Isaya 24 mstari wake ni wa 5. Kumbe Lucifer alitenda dhambi, aliasi nini? Hili Mungu amhesabu malaika Lucifer kwamba ametenda dhambi ili amfukuze mbinguni. Alifanya nini? Soma andiko. Tena ndio dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria. Kwa malaika Lucifer aliasi sheria za nani? Za Mungu. Na hivyo Mungu akamhesabu kwamba ametenda dhambi. Na ndio maana hata pia kipindi cha duniani alielekeza wanadamu ili wamwasi Mungu. Wao wametenda dhambi, wakataa sheria za Mungu. Sasa malaika Lucifer alikataa sheria za Mungu mbinguni. Sheria ambazo alikuwa analinda, aliamua sitaki sheria za Mungu, nimezikataa. Na amekuja dunia hii, ameamua kufanya wanadamu wakatae sheria za Mungu. Kitabu cha Isaya 14:12. Isaya 14:12. Kwa hiyo shetani hata akitumia manabii wa uongo, ina maana ya kwamba manabii wa uongo hata wakiwa wakifanya miujiza mikubwa, hata kama atafanya miujiza mikubwa na waajabu, kama atakuwa amekataa sheria za Mungu, watakuwa wameasi kama shetani. Soma andiko. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Anaitwa Lucifer, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe ulioangusha mataifa. Kwa hiyo Lucifer shetani ndiye ameangusha mataifa. Soma andiko. Nawe ulisema moyoni mwako. Kwanza alikuwa na jambo ndani ya moyo wake, akasema nini? Nitapanda mpaka mbinguni. Lucifer akasema nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Kumbe Lucifer ako na kiti. Ndio. Unaona? Kwa hiyo Lucifer shetani aliamua atainua kiti chake. Maana ya kiti ni nini? Zaburi 103 mstari wa 19. Kiti kinasimamia nini katika Biblia? Soma hiyo andiko alafu rudi hapo. Kwa hiyo Lucifer akasema atainua kiti chake. Kwa hiyo Lucifer ako na kiti. Sasa kama ako na kiti, wacha tuangalie Zaburi 103 mstari wa 19. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Kwa hiyo Bwana ako na kiti chake cha enzi, na kiti chake cha enzi kiko wapi? Mbinguni. Unaona? The throne of God is in heaven. Kiti cha Bwana cha enzi kiko mbinguni, na Lucifer shetani ako na kiti cha enzi. Sasa tunaangalia leo, je, wewe unaamuru katika kiti gani? Cha shetani kama ni kiti cha Bwana? Je, unakubali kufanya kazi ya Bwana ama kazi ya shetani? Maana hakuna katikati, tumeona hivyo. Sasa naomba nisomee
Urudi mahali ulikuwa unasoma. Kitabu cha Isaya 14, endelea sasa mahali ulikuwa unasoma. Kwa hiyo malaika Lucifer ako na kiti ufalme. Sasa Bwana ako na kiti chake cha enzi, na akasema kiti chake cha enzi kiko mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Kwa hiyo kiti cha Bwana cha enzi ni ufalme wake. Na Lucifer shetani akaamua kuleta ufalme wake. Kwa hiyo hapa tuko na falme mbili zinapigana. Kuna ufalme wa Bwana na kuna ufalme wa shetani. Ni kama vile serikali ambayo inatawala nchi yetu ya Kenya ni serikali ya Jubilee. Lakini kunaweza kuwa na serikali ya upinzani ambayo inapinga serikali tawala. Of course tunajua kwamba serikali yenye kutawala inakuanga na sheria ama katiba ya kutawala nchi. Lakini serikali ambayo ni upinzani haikuanga na sheria, kazi yake ni kupinga ile ambayo inatawala. Sasa ndivyo ilivyo na shetani. Bwana akiwa na kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake ukiwa unatawala vitu vyote, uko na sheria zake. Serikali ya Bwana iko na sheria za kutawala hiyo serikali. Na shetani hana sheria, anaelekeza watu kukataa sheria za Bwana na ni mpinzani, anapinga serikali ya Mungu. Kwa hiyo hapa kuna serikali mbili zinafanya kazi. Kuna serikali ya shetani ambayo inapinga serikali ya Bwana Mungu. Kuna serikali ya Bwana Mungu ambayo inaongozwa na sheria za Bwana. Sasa mtumishi, Naam. shetani akasema atainua kiti chake choo kuliko nyota za Mungu. Maana nyota ni malaika kulingana na kitabu cha Ufunuo 1 na mstari wa 20. Maandiko yanatuambia kwamba nyota ni malaika. Zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume ni malaika 7, wale makanisa 7. Kwa hiyo malaika Lucifer akasema kiti chake atainua juu kuliko malaika wa mbinguni. Yaani atakuwa na ufalme juu ya malaika wa mbinguni. Sasa endelea kusoma hapo unasoma. Ninasema hivi. Twende. Nami nimeketi juu ya mlima. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Soma. Nami nitaketi wapi? Juu ya mlima wa mkutano. Tulia. Katika pande za mwisho za kaskazini. Tulia. Kwa hiyo Lucifer alisema ataketi katika mlima mtakatifu wa Bwana. Atainua kiti chake, ufalme wake. Kwa hiyo shetani akaamua atakuwa na serikali. Hiyo ni point namba 1. Point namba 2 akasema ataketi juu ya mlima mtakatifu. Maana mlima ni nini? Maana ya mlima ni kanisa. Kulingana na kitabu cha Isaya 2:2. Kulingana na kitabu cha Mika, usiende huko. Mika 4:2. Hao watu wanaweza enda kufanya homework, kazi nyumbani. Hata neno la Mungu linahitaji watu waende wafanye kazi ya akili zao, waangalie maandiko. Ni kweli. Mika 4:2. Kitabu cha Isaya 2:2. Isaya 56 mstari wake ni wa 6 na wa 7. Inatuonyesha maana ya mlima katika unabii wa Biblia ni kanisa. Sasa Lucifer alisema atatawala hata masuala ya dini. Kwa hiyo Lucifer shetani alisema atatawala serikali na atatawala kanisa. Atatawala serikali na atatawala kanisa. Lucifer shetani akasema ya kwamba atatawala masuala ya serikali, political powers. Atatawala masuala ya serikali. Kwa namba 2 akasema atatawala masuala ya kanisa. Masuala ya kanisa. Political, religious power. Serikali na kanisa. Shetani akasema atatawala. Sasa naye Bwana alimwambia atamfanyia nini? Malizia andiko. Inaendelea kusema. Ndiyo. Nami nitapaa kupita vimo vya mawingu. Twende. Nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo Lucifer shetani akasema anataka afanana na Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni akiwa na ufalme wake na akiwa na kanisa lake na akidai kuabudiwa. Na Lucifer shetani akasema hata mimi nitakuwa na serikali yangu, nitadai kuabudiwa na nitakuwa na kanisa dunia hii. Nitatawala hata masuala ya dini. Sasa shika hiyo point. Nitakuja kuonyesha kwamba dunia hii ndio unaabudu shetani hapo unaabudu Mungu. Haijalishi unaenda kanisa ama uendi. Ndio unaabudu shetani hapo unaabudu Bwana. Ndio unaabudu shetani hapo unaabudu Mungu wa mbinguni. Wewe haijalishi ni tajiri ama ni maskini. Tutakuja kuangalia je, wewe unaabudu nani? Maana una habari. Sasa mtumishi, Naam. wacha kidogo tuonyeshe ya kwamba tunahitajika tujue nani tunafaa kuabudu. Sasa kidogo mtumishi. Naam. Lucifer alipoamua ya kwamba anataka kufanana Mungu wa mbinguni, nini alifanywa? Mstari wa 14 ama 15. Inaendelea kusema. Twende. Nami nitapaa Nitapaa kupita vima vya mawingu, nitafanana naye juu. Somaliko.
kupita juu ya vimo vya mawingu. Twende. Utafanana na yeye aliye juu. Malizia. Lakini utashushwa mpaka kuzimu. Bwana akamwambia utashushwa wewe mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Tulia. Kwa hiyo malaika Lusifa Bwana akaidi akasema atatupa chini. Je, alitupwa? Enda kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 9. Tuko karibu kumaliza. Usijali mtumishi, kwa haraka tu. Inasema, twende. Yule joka akatupwa. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa. Twende. Nyoka wa zamani. Ndiyo. Aitwa Ibilisi na Shetani. Audanganya ulimwengu. Wote. Alitupwa hata nchi. Akatupwa hata nchi. Kwa hiyo Lusifa Shetani anayedanganya ulimwengu akatupwa hata nchi. Anaitwa nyoka mkubwa, nyoka wa zamani, anaitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo maana ya kwamba hata nyoka wa zamani aliyedanganya wazazi wetu wa kwanza alikuwa ni Shetani. Sasa yule nyoka wa zamani, nyoka anaitwa Shetani, Ibilisi, akatupwa kutoka mbinguni. Sasa alitupwa kwa jangwani. Hata mstari wa 7 twende. Kulikuwako na vita mbinguni baada ya Lusifa Shetani kuamua kujinua na kudai ibada na kukataa sheria za Mungu na kumwasi Mungu na kutenda dhambi. Sasa kukawa na vita mbinguni. Soma andiko. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Mikaeli ambaye ni Yesu Kristo anayefanana na Mungu pamoja na malaika zake wakapigana na yule joka Shetani. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Sasa kukawa na vita hiyo. Soma andiko. Wala nao hawakushinda. Nao Lusifa na malaika zake hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Wakakosa makao mbinguni. Soma andiko. Yule joka akatupwa. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa. Twende. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Audanganya ulimwengu. Ndiyo. akatupwa hata nchi, ndio, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Tulia. Kwa hiyo saa hii vile tunaongea shetani na malaika zake ambao siku leo wanaitwa majini, mapepo, mashetani yako dunia hii inasumbua watu, na shetani anatumika kudanganya dunia mzima, na tumeona anatumia manabii wa uongo ili kudanganya watu. Mtumishi, naam, shetani anatumia manabii wa uongo ili kudanganya watu. Sasa hivi tuepukana na shetani. Yesu alituambia ni ujumbe gani tupeleka dunia mzima, ili tujiadhari manabii wa uongo, tusidanganyike, tusiingie katika mtego wa shetani. Hapo Mathayo 24. Angalia Mathayo 24. Naomba nisome mstari wake wa 14 na 15. Angalia andiko hilo. Mathayo 24 mstari wake wa 14 na 15. Maana shetani akakusudia kudanganya ulimwengu mzima ili wamuasi Bwana, wakataa sheria za Bwana, wamtende Bwana dhambi, na hatimaye waishie kuangamia kama shetani. Sasa swali, tutajuaje hawa wanahubiri kweli, hawa wanahubiri uongo? Tutajuaje? Ni miujiza ndio itatufanya tujue? Tumeona kwamba si lazima ufanye miujiza ili tujue kwamba ni mhubiri wa kweli. Tumejua kwamba miujiza, hata manabii wa uongo wanafanya miujiza na maajabu makubwa wakitumia jina la Yesu. Sasa mtumishi, naam, Mathayo 24:14-15. Soma andiko. tena habari njema ya ufalme. Yesu akasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Hata hapa. Ndiyo. Hata hapa Kayole. Ndiyo. Twende. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Na injili si lazima mzee uamini. Mami, angalia, si lazima uamini. Kijana, unanisikiza, injili si lazima uamini. Hebu nisikize. Maandiko yanasema ati injili itakuwa ni ushuhuda kwa mataifa yote. Maana Yesu alijua si watu wote wataamini injili kama hii. Alisema itakuwa ni ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa malizia andiko 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Yesu akasema basi wakati mtaona chukizo la uharibifu, lile neno la nabii Danieli. Ati nabii nani? Danieli. Ati nabii nani? Danieli. Twende. Limesimama katika patakatifu. Asomaye na afahamu. Ina maana ya kwamba kama msome kitabu cha Danieli katika kanisa ambalo mnaenda amfahamu mtihani wa kwanza. Ukitaka kuelewa wahubiri wa kweli lazima wasome kitabu cha Danieli ili wakafahamu ujumbe wa mwisho duniani na wakaelewe chukizo la uharibifu ni nini. Ili waelewe lazima wasome kitabu cha Danieli. Kama mhubiri wako akufundishi kitabu cha Danieli, ameanguka mtihani kwanza. Ujumbe wa mwisho duniani, Yesu kasema utahubiriwa kutoka kitabu gani? Cha Danieli. Piga hesabu. Angalia,
Je, kanisa letu tunasoma kitabu cha Danieli? Je, anakusudia kuteka watu ambao wasome kitabu cha Danieli? Maana Yesu alisema ujumbe wa mwisho duniani usome kutoka kitabu cha Danieli. Ujumbe wa mwisho duniani unafaa kusoma kutoka katika kitabu cha Danieli. Sasa wacha nikuwekea utambulisho tu wa ujumbe unaopatikana kitabu cha Danieli, alafu tumalize. Danieli 12, nisomee mstari wa 8. Kitabu cha Danieli. Danieli mambo ambayo alionyeshwa, alisema hivi na akabweli. Aliuliza swali, alafu hatimaye akabweli. Soma Danieli 12 na mstari wake ni wa 8. Yesu akasema ujumbe wa mwisho duniani unafaa usomwe kwenye kitabu cha Danieli. Soma andiko hiyo. Nami nikasikia, Hey, lakini sikuelewa. Danieli aliposikia ujumbe hakuelewa. Angalia, Ndipo nikasema, ndio Bwana, Bwana wangu, soma msomaji. mwisho Eh. kwa mambo haya utakuwaje? Sasa Danieli alitaka kuelewa mwisho wa mambo utakuwaje. Kwa hiyo ina maana kwamba Danieli alielewa mambo haya ya siku za mwisho, na alitaka kuelewa mwisho wa mambo haya utakuwaje. Soma andiko. Akasema, Twende. nenda zako Danieli, Danieli akaambia, nenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Danieli akaambia mambo haya si ya wakati wako, ni ya wakati wa mwisho. Enenda zako Danieli, maana mambo haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati gani? Wa mwisho. Wakati ambao tunaishi sasa. Ndio tunafaa kuelewa kitabu cha Danieli. Soma andiko. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe Yesu akasema wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, twende. bali wabaya watatenda mabaya, Msomaji, watu wabaya wataendelea kutenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote. hakuna mtu mbaya atakayeelewa kitabu cha Danieli. Bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Tulia. Kwa hiyo kutakuwa na makundi mawili kipindi cha duniani. Kuna kikundi ambacho kitaelewa kitabu cha Danieli, hao watu ambao ni wasafi, wamesafika na ni watu walio na hekima. Lakini watu wabaya wataendelea kufanya mabaya, lakini hakuna mtu mbaya hata mmoja atakayeelewa. Hiyo tabia yao watu wawili ama aina mbili za watu inapatikana kitabu cha Ufunuo pia. Yesu alisema kitabu cha Ufunuo 22, siende huko, na ukiangalia mstari wake wa 11 akasema kuna mahali itafika mlango wa rehema ufungwa, anasema mwenye kudhulumu na asile kudhulumu, na mwovu na asile kuwa mwovu, ama mchafu asile kuwa mchafu, lakini mtakatifu asile kutakaswa, na mwenye haki na asile kuwa mwenye haki. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake ilivyo. Sasa angalia, kila mtu anakuja kulipa kulingana na kazi yake, na maandiko yanasema ya kwamba makundi yatakuwa mawili duniani. Kuna kikundi cha wenye hekima, kikundi cha wenye hekima watakaoelewa, na kuna kikundi cha watu waovu ambao hawezi kuelewa kitabu cha Danieli. Sasa angalia, kwa hiyo kama kanisa lenu amsome kitabu cha Danieli, enda upige mahesabu, ujiulize, je, kwa nini atusome kitabu cha Danieli? Kama mhubiri anayewafundisha katika kanisa lenu awafundishi kitabu cha Danieli, muulize kwa nini aukubali kutii maneno ya Yesu. Maana Yesu alisema kipindi cha duniani, ujumbe wa mwisho duniani utoke katika kitabu cha Danieli. Sasa mtuishi walio na hekima ndio wataelewa kitabu cha Danieli. Walio na hekima ni kina nani? Watakaoelewa kitabu cha Danieli. Na ndio maana Yesu anaita watu walio na hekima wapate kuelewa kitabu cha Danieli. Nitakusomea andiko hiyo. Kwanza tujue walio na hekima ni kina nani. Sawa. Kwanza naomba nisomee Methali 8 mstari wa 4. Msikia. Methali 8 mstari wa 4. Tunataka tuelewe walio na hekima wanafanya kitu gani. Ya kwanza, hatua ya kwanza wanapiga. Twende. Ninasema, ndio, enyi watu, nawaita ninyi. Kwa sababu Mungu haiti wanyama, anasema enyi watu nawaita ninyi. Na sauti yangu ni kwa wanadamu. Mungu sauti yake inakuanga ni kwa wanadamu. Kwa hiyo Mungu anaongelesha wanadamu hata wa hapa Kayole. Twende. Enyi wajinga, fahamuni werevu. Twende. Nanyi wapumbavu, soma mpate moyo wa kufahamu. Asante. Kwa hiyo Mungu anaita watu ili wapate kuwa na ufahamu, na anaita wanadamu ili wasikize sauti yake. Unaona? Naam. Sasa hili tuhesabu kwamba ni wenye hekima baada ya kuitwa na Bwana. Wanafaa kufanya nini ili tuwajue kwamba ni watu wenye hekima na wenye ufahamu?
Naomba nisome Ayubu 28:28. Ayubu 28 mstari wake ni 28. Soma andiko hiyo. Ayubu 28 kitabu cha Ayubu. Watu walio na hekima ni kina nani? Tutawajua kwa njia gani? Twende andiko. Kisha akawaambia mwanadamu. Kisha akaniambia mwanadamu. Tazama. Ndiyo. Kumcha Bwana. Ndiyo hekima. Tulia. Kwa hivyo watu walio na hekima wanamcha Bwana. Sasa tutajuaje kwamba watu wao wanamcha Bwana ili wahesabiwe kwa wale wenye hekima? Na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Na watu ambao wanajitenga na uovu huwa ni ufahamu. Sasa mtumishi, naam, tutajuaje hawa watu wako na hekima? Tutajuaje watu walio na hekima ambao wanamcha Bwana? Sasa watu wanaomcha Bwana tutawajuaje ili tujue wako na hekima? Sasa mtumishi, naam, kitabu cha Methali 8:13. Methali 8:13 msemaji? Harakisha mwalimu wangu. Methali 8:13 barikiwa. 8 yake ni ya 13 inasema kumcha Mungu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwanza wanaomcha Bwana wanachukia uovu, kiburi na majivuno. Na wana kiburi na kujivuna na njia mbovu. Na wanaachana njia mbovu. Na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Kwa hiyo Bwana hapendezwi na watu ambao wanaongea kwa ukaidi. Unajua kama kuna watu wanadamu wanaongea hata kwa ukaidi, hata kumkejeli mpaka Mungu. Sasa maandiko yanasema watu wanaomcha Bwana wanajitenga na uovu na wanashirikiana na uovu. Wakiona uovu unatendeka wanachukia. Lakini kama unakubaliana uovu ukitendeka na unafurahia uovu ukitendeka na uko tayari kufunikia hata uovu ukifanyika, Bwana hawezi kukuhesabu kwamba wewe ni mwenye hekima na unamcha Bwana. Kumcha Bwana tena kufanya nini? Ndio lisome kitabu ni cha Mhubiri 12:15. Mhubiri. Kitabu ni cha Ecclesiastes. Mhubiri 12 mstari wake wa 13. Soma andiko hiyo. Ninasema mstari wake ni wa 13. Twende. Hii ndiyo jumla ya maneno yote. Jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa. Gani? Mche Mungu nawe usishike amri zake. Kwa nini? Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Asante. Kwa hiyo tunashukuru sana. Maandiko yanasema kwa jumla kile ambacho kinampasa mtu ni kumcha Mungu na kushika amri zake. Ni kumcha Mungu na kushika amri zake. Kwa hiyo watu ambao wanamcha Bwana wanashika amri za Mungu, wanajitenga na uovu na wapendezwi na uovu ukifanyika. Na hivyo Bwana anahesabu kwamba wao ni wenye hekima maana wanamcha Bwana. Sasa mtumishi, kwa hiyo ni wale ambao wanashika amri za Mungu, si wale ambao wanakataa amri za Mungu. Ni wale ambao wanashika amri za Mungu na wanajitenga na uovu ndio walio na hekima, na ndio walio na ndio wanaomcha Mungu, na ndio wanasema kuwa wenye hekima, na hao wataelewa kitabu cha Danieli. Sasa mtumishi, kitabu cha Danieli aliambiwa funga, tia muhuri mpaka wakati wa mwisho. Kipindi cha mwisho duniani kitabu cha Danieli kitafunuliwa na watu watakielewa, na walio na hekima watakielewa. Sasa swali, kitabu cha Danieli kimefunuliwa, kitabu cha Ufunuo 22 mafungu machache tu alafu malize. Na hapa tunaalika hata mtu akiwa na swali anaalikwa kuuliza swali. Hatutasema kemewa pepo mbaya maswali. Hata Yesu alikuwa anauliza maswali na alikuwa anajibu. Tulishi. Asoma ndiko hiyo. Ufunuo 22. Mstari wa 10. Mstari wake ni wa 10 inasema. Akaniambia. Ndiyo. Usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Sasa kinyume na vile Danieli aliambiwa, Yohana Fatima akaambiwa usitie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana ndiyo wakati umekaribia. Kwa hiyo Yesu alikuwa kurudi, na ile kitabu cha Danieli akijatiwa muhuri tena kimefunuliwa. Nani kafunua? Ufunuo 5, nisome mstari wa 3. Ufunuo 5 mstari wake ni wa 3. Kitabu cha Ufunuo kitafungwa tena. Soma andiko hiyo. Kitabu cha Danieli kimefunuliwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa maana tuko na kitabu cha Danieli kimefungwa, alafu Ufunuo anakuja kukifunua ili kieleweke. Soma andiko. Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Soma. Nami nikalia sana. Yohana Fatima kalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu wapi astahilie kufungua kitabu hicho kitabu wala kuvunja mihuri yake 7. Endelea.
Naam. Mmoja wapo wa wale wazee akaniambia kitu gani? Usilie. Akaambia Yohana, usilie. Tazama. Ndio. Simba aliye wa kabila ya Yuda. Simba aliye wa kabila ya Yuda. Shina la Daudi. Na anaitwa shina la Daudi. Yeye ameshinda. Apate kukifungua kile kitabu. Na zile muhuri zake 7. Tulia. Nani anaitwa Simba wa Yuda, kabila la Daudi, shina la Daudi? Nani anaitwa shina la Daudi aliyekuwa na uwezo wa kufungua kitabu cha Danieli na Ufunuo ili tupate kukielewa? Ufunuo 22:16, Yesu akasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu ili kuwashuhudia mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi. Kwa hiyo Yesu ndiye shina na mzao wa Daudi. Ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Kwa hiyo Yesu akapata kushinda msalabani na akapata kushinda ili atufungulie kitabu cha Danieli tupate kukielewa kipindi cha Herodiani. Mpaka saa hii kitabu cha Danieli na Ufunuo walio na hekima wanaweza kukielewa. Wale ambao ni waofu, hata kama wanafanya miujiza, wanaendelea kutenda mabaya, hata kama wanafanya miujiza mikubwa, maandiko yanasema hawezi kuelewa kitabu cha Danieli hata kidogo, mpaka waachane na maofu, wajiunge na ukweli wa Mungu na wakubali kumcha Bwana, kushika amri zake, wataelewa kitabu cha Danieli. Sasa mtumishi, kitabu hiki cha Danieli na kitabu cha Ufunuo kinahitajika kueleweka. Yesu akasema Ufunuo 1 mstari wake wa 3. Soma andiko hilo. Nasema heri wasomaye. Heri asomaye. Na wao wasikiao maneno ya unabii huu. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Yesu akasema heri anayesikia na wao wanaosoma. Kwa hiyo ina maana kwamba nitakuwa ujibu kusoma, lakini unaweza kusikia. Ndio maana tumeweka mkutano hapa, kama ujibu kusoma unaweza kusikiza na ukapata kuelewa. Na kama unaweza kuelewa, unaweza soma, pia unaweza kusikiza na wewe usome Biblia yako uone kama ni kweli. We admonish, ama tunaomba watu wa eneo hili, tafuta kalamu, karatasi, mahali pa kuandika, kuja tulia, andika mafungu, enda uchukue Biblia yako uone kama kile ambacho tunafundisha ni kweli ama tunadanganya. Na ukiona ni uongo, kuja utulize swali. Tuko tayari hapa, tuko tayari. Amen. Tuulize maswali na Yesu atusaidia kujibu. Na Biblia tutasoma imeandikwa, si mawazo yetu ama kufuata nadharia zetu ama kudhania. Sasa angalia, Mungu ametufunulia kitabu cha Danieli na Ufunuo tuelewe. Sasa mtumishi, katika kitabu cha Ufunuo hapo ndio tumepewa ujumbe wa mwisho duniani. Ni kweli. Wacha tungozie sasa alafu tumalize. Ufunuo 14 anzia mstari wake wa 6, maandiko yanasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Katika kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli Mungu amepeana ujumbe wa pekee sana. Anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Na injili aliyo nayo ni injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Na wale ambao wanahubiriwa si wale wako mbinguni, ni wale ambao wanakaa hapa duniani. Soma andiko. Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Na kila taifa, Kenya ni miongoni mwa mataifa hayo. Kila kabila, unajua kabila yako. Kila lugha na jamaa. Unajua ni kwa nini Mungu alisema kila kabila na lugha na jamaa? Ni kwa sababu ninyi mnaweza kuwa wa kabila moja, lakini lugha kidogo inatofautiana. Kwa mfano, wacha nipeane mfano. Mtumishi, ukienda kwa Wajaluo, ukienda kwa Wajaluo huko kwenu, utapata kwamba kuna Wajaluo ambao wanaitwa Joka Joko, wengine wanaitwa Joko Wili, Joko Moro, Luo, Abasumba. Wote ni Wajaluo, lakini lugha kidogo inatofautiana. Ukienda kwa Wameru, utapata kuna Wameru kama kwa mtumishi yule amesimama pale. Nitataja watu ambao wako hapa. Sasa ukienda kwa Wameru, utapata kuna Wameru wa Igembe, wa Imendi, wa Naraka, wa Tigania, hata Wachuka. Wote ni Wameru, lakini lugha kidogo inatofautiana. Ukienda kwa Wakamba, utapata kuna Wakamba wa Makueni, wa Machakos na wa Kitui. Unaona? Sasa lugha kidogo inatofautiana. Sasa wapendwa, Yesu akasema ujumbe huu unafaa kuendea kila taifa. Kenya kwa miongoni mwa mataifa hayo, kila kabila na lugha na jamaa. Unajua kabila yako na unajua lugha ambayo unaongea. Ujumbe unafaa kuendea dunia mzima. Kila mtu apigwe na ujumbe huu. Sasa mtumishi, ujumbe unasema namna gani? Soma andiko. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa hiyo Mungu anatoa ujumbe wa kusema watu wamche Mungu na kumtukuza. Kwa hiyo Mungu anaandaa watu
watakaomcha Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo kuna hukumu ambayo inaendelea, mtumishi. Ndio. Sasa unaona mienendo yako ya kila siku katika kuuza kwako, biashara yako na chochote ambacho unafanya kila siku, ujue hukumu inaendelea mbinguni na kila mtu anahukumiwa sawa sawa na kazi zake. Kama nimekona, hata ukiuza makaa unambona mkebe ya makaa ili makaa ionekane mingi, ujue malaika wanaandika rekodi na kupeleka mbinguni. Hukumu inaendelea. Na ndio maana Mungu anaita watu ambao wakamcha Mungu ndani ya mioyo yao, wajitenge na uovu kabisa na washike amri za Mungu. Na ni kwamba malaika wakiwatazama wasije wakachukua rekodi mbaya wapeleke mbinguni. Na kama rekodi yako ni mbaya mbinguni, hata bado kuna nafasi ya kutubu na kuungama na kuambia Mungu nisamehe. Nataka kuanza maisha mapya ndani yako Kristo. Na ni kwamba nisihesabiwe kuwa miongoni mwa watu ambao watapotea na kuangamia. Sasa mtumishi, ndio. Ujumbe unasema mcha Mungu na kumtukuza kwa maana saa hukumu yake imekuja. Malizia andiko. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Tulia. Kwa hiyo Mungu pia anaita watu katika ibada ya kweli ya Mungu. Kwa nini? Ni kwa nini watu wanaitwa katika ibada ya kweli ya Mungu? Maana pia kuna ibada ya shetani. Unataka kujua Ufunuo 13 mstari wa 4. Tutakuja kueleza ibada hiyo vizuri. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 4. Twende. Inasema hivi mstari wake ni wa 4, wakamsujudu yule joka. Wakamsujudu joka shetani kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Kwa sababu joka shetani alimpatia mnyama beast power, nguvu zake na uwezo wake. Twende. Nao wakamsujudu yule mnyama. Watu wataabudu mnyama beast power. Twende. Wakisema, nini? Ni nani afananaye na mnyama huyu? Tulia. Kwa hiyo kipindi cha duniani shetani atakuwa na ibada yake, na ibada yake atapatia mnyama mwenye nambari 666. Naye Bwana Mungu ako na ibada yake. Na ndio maana Mungu anaita watu katika ibada yake ya kweli. Watu wajitenga na ibada ya shetani. Sasa mtumishi, watu ambao watakataa ujumbe wa malaika wa kwanza ambao unaelekeza watu katika ibada ya kweli na watu kuitwa kumcha Mungu na kujitenga na uovu. Sasa naomba usikie mstari wake ni wa 8, Ufunuo 14. Inasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, ndio, umeanguka Babeli. Umeanguka Babeli, mji ulio mkuu. Na Babeli ni mji mkubwa. Ndio ulionyesha mataifa yote mvinyo ghadhabu ya washerati wake. Na ukitaka kuelewa Babeli ambayo tutakuja kuangalia, Babeli ya mwisho duniani inaitwa Babeli ya kiroho. Babeli ya kiroho tutakuja kuiangalia. Ni Babeli gani ambayo imeanguka na watu wengi wataanguka nayo. Sasa naomba uniangalie Babeli ya kiroho. Naomba tusome kidogo uone kitu ambacho tutakuja kujifundisha hapa. Ufunuo 17 mstari wa kwanza. Twende. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7. Akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Etikirelia wega. Sikiza na usikize vizuri. Aketie juu ya maji mengi. Angalia. Akaniambia njoo huko nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Twende. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Mstari wa 3. Nao wakao katika nchi wameleta kwa mvinyo wa washerati wake. Twende. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona mwanamke amekalia mnyama mwekundu sana. Sasa watu wanaanza kushangaa, haya mambo yako katika Biblia. Kuja kila siku tutakuonyesha mambo haya katika Biblia. Mwanamke amekalia mnyama mwekundu sana mwenye vichwa 7 na pembe 10. Twende. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Ndio. Amepambwa kwa kitu cha thamani na lulu. Amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu. Ndio. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojaa na machukizo na machafu ya washerati wake. Malizia. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Gani? Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa hiyo Babeli ya mwisho duniani. Mwanamke kahaba amekalia mnyama mwekundu sana na anaitwa mama wa makahaba na machukizo ya dunia. Kwa hiyo machukizo yote yaliyo duniani yameletwa na mwanamke huyu. Ndiye Babeli ya mwisho duniani, na itafanya watu wengi waangalie kipindi cha duniani. Na inaandaa watu kuabudu mnyama. Sasa mtumishi, Ufunuo 14 mstari wa 9. Hebu sikia. Babeli inaandaa watu duniani kuabudu mnyama.
Na ndio maana Mungu akatoa onyo akasema, Ufunuo 14:9, twende. Na mwingine malaika watatu Ndio. akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama, mtu awaye yote akiabudu mnyama na sanamu yake, na abudu sanamu ya mnyama na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Unajua saa hii watu wanaogopa the mark of the beast, lakini waulize Wakristo wa leo, what is the mark of the beast, ama alama mnyama ni nini? Watachanganyikiwa hapa. Waulize, kila mtu anakuja na hadithi zake. Tutakuja kujifundisha hapa tuko hapa majuma mawili tukichunguza Biblia bila haraka. Tuangalie, je, alama mnyama ni nini? Sasa mtumishi, naomba tuangalie mnyama kidogo, tuonyeshe hapo katika Biblia. Ufunuo 13:1. Tunasema hizi Ufunuo 13 mstari wake ni wa kwanza. Angalia, soma andiko. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mnyama alionekana akitoka baharini. Mwenye pembe 10. Hako na pembe 10. Na vichwa 7. Nako na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Twende. Na juu ya vichwa vyake kwa jina la makufuru. Unaona? Kwa hiyo kuna mnyama anatoka baharini. Huyo mnyama anatoa nguvu za nani? Mstari wa 2. Inasema yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Anapanda chui. Na miguu yake ilikuwa kama ya dubu. Alikuwa na miguu kama ya dubu. Na kichwa chake kama kinywa cha simba. Alikuwa na kinywa kama cha simba. Yule joka. Ati nani? Yule joka. Nani? Yule joka. Joka shetani. Akampa nguvu zake. Ndio. Na kiti chake cha enzi. Kumbe shetani joka ako na kiti cha enzi ambacho amepatia mnyama. Kwa nini joka shetani amepatia mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi? Kwa nini? Mstari wa 4. Mstari wa 4 inasema, twende. Wakamsujudu yule joka. Watu dunia mzima wanaenda kuabudu mnyama joka shetani, kwa sababu walimpa huyo mnyama uwezo wake. Kwa sababu alimpatia mnyama huyo uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema. Tulia. Kwa hiyo dunia mzima inaenda kuabudu mnyama, huo anaenda kanisa ama uende. Ni watu wachache peke yao ndio hawataabudu mnyama. Kina nani? Ufunuo 13 mstari wa 8. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 8. Wacha nikuonyeshe na mafungu mawili. Kina nani ambao wataabudu mnyama? Watu wachache peke yao dunia mzima hii. Hata wale ambao ni matajiri, hata wale ambao wanajinua kwa kiburi, hata wale ambao ni maskini, hata wale ambao ni watumwa, maandiko yanasema wataabudu mnyama, isipokuwa kikundi kidogo tu. Hebu kisikie 13:8, twende. Na watu wote wakao juu ya nchi, watu wote ambao wanaona duniani, twende, watamsujudu watamwabudu shetani na joka, wataabudu mnyama kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwepo msingi wa dunia. Tulia. Kwa hiyo hili usiabudu mnyama, lazima jina lako liwe katika kitabu cha uzima cha Yesu Kristo, ili usiabudu mnyama. Na ili jina lako liwe katika kitabu cha uzima, unahitajika kufanya nini ili Mungu akuhesabu kwamba ni mtakatifu? Na unafaa jina lako liwe katika kitabu cha uzima ili usiabudu mnyama. Ufunuo 14:12. Hapo ndio namalizia. Ninasema, twende. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Hebu sikia watakatifu wa Mungu wanafanya kitu gani? Baada kwa nasema wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Vitu mbili. Wanamwamini Yesu Kristo kama Bwana na mkombozi wao. Jambo la pili, wanashika amri za Mungu kwa njia ya imani. Vitu mbili tu unahitajika kufanya. Ukifanya hivyo, unaepuka mnyama na sanamu yake na alama mnyama. Alama mnyama na hesabu ya jina mnyama. Unajua kuna tofauti ya alama mnyama na hesabu ya jina mnyama. Tutakuja kuonyesha, lakini hesabu ya jina mnyama ni nini? Ufunuo 13:18. Ufunuo 13:18. 13:18 inasema hivi. Twende. Hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili. Na hesabu ya mnyama huyo. Hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Na mnyama ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 600. Ni 660. Na 6. Kwa hiyo mami na mzee unanisikiza, upende usipende 666 inakuja. Sasa tunawaalika kila siku, tuko hapa. Tunataka tuhakikishe baada ya majuma mawili tumeelewa hii ni nini. 666 ni nini? Lakini hatuna haraka, ujumbe ni pole pole. Hilo sije ukakula siku moja ukaanza tumbo ikajaa sana, ama ukapatwa na constipation. Kwa hivyo ujumbe tutakula pole pole, kula asali pole pole, kidogo kidogo.
tutakula uchumbe hapa kidogo kidogo. Muda wa majuma mangapi? Mawili. Kwa hivyo watu wote ambao wako katika eneo hili tunawakaribisha kwenye mkutano, na wale ambao wanatufuatilia katika mitandao pia tunashukuru Mungu na tunawaombea ili kwamba Mungu awasaidie wapate kuelewa ujumbe huu. Maana tunaamini ya kwamba pia ujumbe huu unafuatiliwa katika mitandao, na kuna watu wengi ambao wanasikiza ujumbe huu Kenya mzima. Kuna watu wengi ambao wanasikiza na wanafuatilia mafundisho. Kwa hivyo mahali popote ulipo tunakualika, wale walio katika manyumba, wale walio hapa na wale ambao wanasikia sauti, tunawaalika tuko hapa majuma mawili. Bwana wabariki sana, awape neema zake. Bwana Mungu anawapenda na hata sisi tunawapenda, na ndio maana tumewaletea ujumbe. Lakini lazima tuweke ujumbe vile ulivyo pasipo kuongopa mtu. Basi tunataka tuombe. Tuinamishe vichwa. Wangapi wanasema Bwana nijalie neema, ningependa niweze kuwa hapa majuma mawili. Kila siku jioni tunaanza saa 10:30 hapo mpaka saa 2:30 ikiwezekana. Nani anasema Bwana nisaidie, ningependa nipate nafasi ya kuja kusikiza ujumbe kama huu? Mungu alibariki na ili nijalie nichague upande wa Yesu. Inua mkono wako tunapoomba. Tunaomba. Utukuzwe mfalme wa mbingu na nchi. Baba yetu, wewe ni Mungu mwema unayetupenda na wema wako watosha, na ungependa ufikie watu wote. Rehema zako ni juu ya kazi zako zote. Na hivyo ninaomba ili kwamba kila mmoja ambaye ameinua mkono wake juu angependa kuelewa ujumbe kwa undani. Baba mjalie neema, msaidie na ili kwamba ujumbe huu uweze kuwa baraka kwake, na ili ahesabiwe kuwa miongoni mwa wale ambao majina yao yatakuwa katika kitabu cha uzima, na ili kwamba asiwe miongoni mwa wale ambao wataabudu mnyama pamoja na shetani na kupokea alama mnyama na hatimaye kuishia kuangamia. Jina lako litukuzwe kwa kila mmoja wetu. Bariki watu wote walio hili, hata mama ambaye na mzee ambao wametusaidia na stima. Baba wabariki na kuwatilishia neema. Malaika wako wenye nguvu endelee kulinda kila mmoja wetu. Bariki wote ambao wanajitolea kuja kusikiza. Asante kwa kila jambo katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Bwana wabariki, neema za Bwana ziwatoshe. Alamsiki, tunawatakia usiku mwema.